Naitwa Samuel Jobu Chimanyi, ni mwelimishaji wa kazi za Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, lakini vile vile ni mwanasheria wa machifu. Kama ambavyo mwaka jana tulikuwa na zoezi la uchaguzi, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama na uchaguzi uliisha pamoja na changamoto zilizokuwepo. Lakini nichukue fursa hii kusema kwamba sisi kama binadamu hatuachi kukumbushana mambo mbalimbali yanayojiri katika nchi yetu, katika taifa yetu, kwa maana ya kuelimishana. Sasa kama mwelimishaji, mwaka mpya umeanza na umeanza kwa kishindo kabisa. Upande wa serikali unaendelea kufanya vizuri kwa maana ya kusimamia shughuli mbalimbali za sisi wananchi katika taifa letu. Kama ambavyo nimesema kwamba mwelimishaji wa kazi ya Mheshimiwa Rais, ninamaanisha kuelimisha mafanikio ya serikali au shughuli mbalimbali zinazofanywa na serikali. Sasa katika kuelimisha huko tumeelimisha sana kuanzia mwaka jana kipindi cha uchaguzi na katika vipindi mbalimbali vya kampeni tulikuwa tunatoa elimu za kizalendo. Sasa leo kwanza nichukue fursa hii kumpongeza Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuchaguliwa, lakini nampongeza kipekee kwa kuunda baraza la mawaziri. Hasa jambo moja ambalo mimi nimefurahi kwa upande wangu baada ya kumteua Dr. Mwigulu Lameck Nchemba Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kweli nimefarijika kwa sababu nakumbuka huko nyuma 2015 niliwahi kuwa mgombea wa ubunge katika jimbo la Kongwa. Baada ya kushindwa kule kwenye kura za maoni kupitia mchakato wa Chama cha Mapinduzi, nilikwenda kwenye jimbo la Mwigulu Nchemba kwa ajili ya kwenda kuhamasisha. Na ndio maana kuna wakati fulani utaona kuna picha ya kwangu inaonekana tuko naye. Nilikwenda kwenye jimbo na nilipata fursa ya kuhutubia katika mkutano mmoja pale sehemu moja inaitwa Kiomboi mjini katikati pale. Sasa hizo ni baadhi ya mambo ambayo nimeona niyaseme katika kuanza, lakini nitakuwa na mambo ya msingi. Jambo la msingi nataka kuzungumza moja tu leo. Jambo la msingi moja nataka nizungumze kuhusu mwendelezo wa kutoa elimu au kujielimisha sisi wa Tanzania kuhusu katiba yetu. Katiba ya Tanzania ndio sheria mama ambayo imeunda mifumo ya sheria zote katika nchi yetu. Sasa katiba hii ambayo tumekuwa tunaitumia imekuwa wengine wanataka mabadiliko, wengine hivi, lakini mpaka sasa bado ipo. Kwa hiyo lazima tuendelee kulinda, kuheshimu na kutii maelekezo yanayotoka kwenye katiba. Na katiba hiyo hiyo ndo iliyomtohoa rais, ikatohoa waziri mkuu, ikatohoa wabunge, mawaziri na madiwani. Katiba hiyo hiyo. Sasa nataka kufikisha kipande fulani cha elimu kuhusu katiba, na baadaye wasikilizaji mtaona faida hapo mbele. Tunafahamu kwamba Mheshimiwa Rais amemteua Mwigulu Nchemba kuwa waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kuna tarehe kama 2 hivi ambazo kupitia hapo ni ndo elimu yenyewe naifikisha. Waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anapatikana kwa mujibu wa sheria mama, katiba ya nchi, ibara namba 52 katika katiba ya mwaka 1977 ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa moja ya majukumu yake mahususi pale nitataja matatu. Jukumu la kwanza, waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi kubwa anayoifanya ni kudhibiti, ni kusimamia na kuhakikisha kwamba anatekeleza yale ambayo yameainishwa kama shughuli za serikali. Lakini kusimamia huku anaisimamia serikali kwa ujumla, kwa maana viongozi wote walioko chini. Lakini kazi nyingine, yeye ni msimamizi wa shughuli za serikali bungeni. Sasa kama msimamizi wa shughuli za serikali bungeni, maana yake ni msimamizi wa shughuli za bunge linalowakilisha wananchi ambao ni sisi sote. Kila tatu tunasema kwamba
katiba inasema waziri mkuu atakuwa ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anatekeleza maagizo au agizo linalotoka kwa Mheshimiwa Rais, alilolipanga lisimamiwe au litekelezwe. Atahakikisha analitekeleza au analisimamia. Sasa hivi karibuni, ndugu zangu wa Tanzania, Mheshimiwa Waziri wetu Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa maelekezo mazuri sana, mazito, lakini maelezo yale au maelekezo yale yalikuwa yanalenga ustawi wa sisi wananchi wa taifa letu. Nikizungumza hivi nadhani utanielewa tu kwamba natafuta namna nikufikishie ujumbe mzuri kama mwelimishaji au mtafsiri au mtohoaji, kwamba alitoa maelekezo akiwa Dodoma. Alisema hivi, ile tarehe 8 Disemba 2025 alitoa akiwa Machinga kule, kwamba wafanyabiashara au watu wanaoendesha shughuli za kiutafutaji za kiuchumi wasinyang'anywe vitendea kazi vyao, ikiwemo bodaboda, bajaji, sufuria, beseni na mama ntilie. Sasa naendeleza na mengine, kwamba tafsiri hiyo ni kubwa. Maana yake kila nyenzo inayomsababisha mwananchi kujipatia kipato asinyang'anywe, asichukuliwe. Nyenzo ni vitu kama hata mkokoteni, hata duka, hata kiwanda kidogo, hata jembe la kukokota na ng'ombe, mkokoteni, hizo ni nyenzo za hata punda, anayebeba mizigo ni nyenzo ya mtu anayefanyia kazi. Kwa hiyo nyenzo ziko za aina nyingi. Sasa hapa tunaona kwamba mheshimiwa baada ya kusema hivyo, Watanzania walipata matumaini makubwa sana. Watanzania wamejenga imani kubwa sana na serikali kupitia kauli nzito kabisa ya Mheshimiwa Daktari Dr. Nchemba. Sasa akaenda tena mbele zaidi, akawa Dar es Salaam katika ziara yake, akasisitiza vile vile kwamba watu wasinyang'anye vitendea kazi vyao. Sasa faida ni nini? Faida ya kauli hiyo ya serikali ilikuwa inatengeneza jambo la jumla la wananchi kuendelea kujenga imani kubwa na serikali, na ndivyo tunavyomchukulia na ndivyo wananchi wanavyomchukulia. Sasa sasa pale ni katiba, maana anazungumza yeye kama yeye, lakini anaifasiri katiba au katiba inaongoza. Yale yote ni sheria na ni mamlaka inazungumza. Lakini tusipofanya hivyo, hasara yake, maana yake tusipotii yale maelekezo, viongozi ambao tunaelekezwa huku chini, sijui wakuu wa wilaya, kurugenzi na wengine na mamlaka zingine mbalimbali, tusipotii, tusipolinda kutii na kuheshimu yale maelekezo na maagizo, madhara yake, kama itatokea kwamba yale yaliyokataza yakatendwa mahali popote au yakatendeka, maana yake wananchi wa eneo hilo wanaanza kukosa imani na serikali, wanaanza kuvunjika moyo dhidi ya serikali. Kwa mimi nimeona kwamba ni muda wote tuendelee kujikumbusha kauli hii. Kipande hichi kinatuhusu sana viongozi, kinatuhusu sana viongozi wa serikali. Kwa hiyo viongozi wa serikali, hakikisheni kwamba hizi mnazidumisha kwa mapana na marefu katika utendaji wa majukumu ofisini. Naongea hili kwa sababu nina jambo hapa. Sasa kuna kitu kimejitokeza ambacho sisi kama wananchi au kama mimi mwananchi au mimi kama mzalendo au mwelimishaji, naelimisha mambo multiple, niko kwenye taasisi pia hata ya wafikiriaji inaitwa taasisi ya wafikiriaji duniani ya Great Thinkers. Kuna jambo limejitokeza si halina afya kupitia hiyo hotuba ya mheshimiwa. Halina afya kwa sababu kuna watu wamekiuka. Kukiuka maelekezo au maagizo ya waziri mkuu ni utovu wa nidhamu. Pote pale inatafsiri hivyo katiba na sheria nyinginezo, ni utovu wa nidhamu. Sasa nikumbushe kama mwananchi wa kawaida kwamba yupo mkurugenzi wa halmashauri katika hizi halmashauri 187 amefunga biashara ya mwananchi mmoja kuanzia tarehe 11 Novemba 2025 mpaka leo hivi ninavyozungumza, tarehe 11 nyingine ya Disemba 2026, miezi takribani miwili, biashara zake na viwanda vidogo vimefungwa na ofisi ya mkurugenzi, ambapo sitahitaji hapa, lakini taarifa zipo, nyaraka zipo za kwamba alivyofunga na ikawaje, lakini alivyofunga
hiyo biashara au hizo shughuli zake za nyenzo alizokataza mheshimiwa wetu waziri mkuu alivyokataza hizo nyenzo alizozifunga, yule mwananchi akachukua hatua ya kizalendo, akamwandikia mkurugenzi barua 2 akimuomba hivi kwamba naomba mkurugenzi, kutokana na barua ulizoandika za kunifungia zinataja kwamba mimi nadaiwa madeni yako kama 3 hivi. Sasa yale madeni 3 yule mwananchi anashindwa kuyatafsiri. Barua zile 2 zinaomba nini? Mchanganuo tu, kwamba naomba unichanganuliwe, sikatai kulipa deni litakalokuwa halali la serikali na wajibika. Lakini cha kushangaza barua hizo hazijajibiwa, hajajibu na hajafungua mpaka leo. Alafu kinachofuata cha kusikitisha ni kwamba yule mwananchi amejikuta ameletewa summons apelekwe mahakamani, kwenye mahakama fulani ambayo sitahitaji, ushahidi upo. Sasa jambo kama hili kwa mwananchi yule, sisi tunasema chachu kidogo uchachua donge zima. Watu siku hizi wana akili, tusiwachukulie simple, wanaambizana tu kwamba na huku nimefanyiwa hivi na huku nimeshana, wakati huo waziri mkuu aliongea. Sasa haya mambo tayari wanatuumiza sisi ambao tunaelimisha mafanikio ya serikali, sisi wenye uchungu na nchi. Kwenye mitandao mimi naonekana naelimisha positively kwamba wananchi wenzangu tujielimishe, tufanye hivi, na sielimishi tu kwa kurupuka. Niliomba ruhusa tangu Juni 27, 2023 nilitoa taarifa Mheshimiwa Rais kupitia kwa Dr. Moses Kusiluka, katibu mkuu kiongozi, kwamba mimi nitakuwa mzalendo, nitakuwa naelimisha mambo mazuri yanayofanywa na serikali yetu, na mtu anayefanya jambo zuri hawezi kupingwa. Kwa hiyo naendelea natoa taarifa, nikimaliza shughuli zangu kama za kuelimisha na zilipotisha kule ofisi ya Rais Ikulu kwamba nimefanya hivi, chama kinajua, ofisi ya mkoa inajua, ofisi ya mkuu wa wilaya na mamlaka nyingine za usalama zinafahamu jitihada hizo ambazo nimekuwa nikizifanya kwa nia njema kabisa. Sasa huyo mkurugenzi aliyefunga shughuli za mwananchi tangu tarehe 11 tangu tarehe 11 Novemba mpaka leo, Novemba ilikuwa ya Disemba, ilikuwa ya 25 mpaka leo tuna tarehe 11 nyingine ya mwaka mpya, maanake 60 days. Huyo mwananchi pale watu zaidi ya 20, maanake wanaweza wakawa wengi tu zaidi ya hapo 30, 40 na kuendelea. Hawajipatii tena kipato pale, kitu ambacho ni kinyume na maagizo na maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa mimi nimeona imeniuma tu, nikaona hapana, nchi ni yetu, viongozi ni wetu, tumewachagua, tumechakata na tumezunguka huko kwenye kampeni na kwenda huku na huku kuhakikisha kwamba viongozi wanapatikana. Sasa kama Mwigulu anatoa maagizo mazito, maagizo yale mimi nifurahi, nikasema hiki chombo kweli kinafanya kazi kabisa. Mwigulu Nchemba, kwanza mimi ninakupongeza Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, pokea pongezi zako, kwa kweli unafanya kazi brother. Ila sasa hao wanaofanya hivyo, huyo mkurugenzi sio huyo tu, wanaweza wakawa wako na wengine wengi tu kwenye nchi wenye tabia hizo, wafuatiliwe. Na alafu kitu kingine kinaitwa tafsiri. Unajua agizo ni agizo, lakini kwenye kuchanganua kuelewa inawezekana watu ni vigumu. Kumbe inawezekana kuna maagizo tu yanafanya kazi chini chini, watu wameshapigwa loki chini chini tu wanaumia, huku agizo lipo. Kumbe agizo sio siri. That is not a confidential issue. That is a declaration to the citizens of United Republic of Tanzania that nobody should be disturbed according to this and this. Kwa hiyo mimi nasema hivi, nina ombi kwamba kama mwananchi kwamba huyo mkurugenzi afungue. Hili ni ombi, afungue au hakuelewa, kwa sababu hata wauza mchicha wanaelewa. Sasa huyo mkurugenzi gani uelewi? Wakina mama sokoni wanaelewa. Ndio maana siku moja kuna mtu bungeni aliongea pale, mbunge alisema, inakuwaje mimi darasa la 7 naelewa alafu wewe profesa huelewi? Darasa la 7 naelewa, profesa huelewi? Waziri mkuu ameshaagiza, ni moto ule wa kuotea mbali. Au amuelewi? Siji tutoe elimu vipi? Siji tuzunguke nchi nzima tuelimishe sisi waelimishaji? Waziri mkuu akitoa kauli au maelekezo, ni serikali, ni tamko, linaitwa kwa lugha sanifu tamko rasmi la serikali. Kwa hiyo lazima lizingatiwe, lazima liheshimiwe, tena kwa wakati. Sasa kwa tafsiri nyingine, maana yake inabidi ofisi zijikague, wale wanaokasimu madaraka
wanaokasimu fursa hizo walizopewa na Mheshimiwa Rais na zingine za kuajiriwa zinazohusu kwamba hayo maelekezo yatekelezwe na wao wajikague. Kurugenzi wa halmashauri ziko 180 na point na 7. Sasa kila mkurugenzi aangalie yeye amemzuia nani. Hapa sitaji jina, ila wewe utajijua kama umezuia watu, unacheza na moto ulao. Ukilamba na huo moto usikasirikie mtu kwa sababu wewe nao utakuwa uelewi. Yaani wao wa namna hiyo ndio tunasema hawaeleweki, kwa sababu wananchi wanaelewa, halafu kiongozi huelewi. Sasa wewe ni kiongozi wa nini? Alifafanua Machinga, akafafanua kule Dar es Salaam kwamba acheni kufanya hivi, mtawaumiza wananchi wetu, ndio mtaji wa serikali. Na katiba inawatambua wananchi, kama hujui. Katiba inaeleza, nasema mwananchi ni sehemu ya serikali, kwa sababu ndio anayeipa nguvu kwa kuichagua. Sasa kama tena mtu anakuuliza tu kwamba kama anadaiwa madeni, basi niletee mchanganuo sahihi na mimi niridhike ninapolipa, anajikuta ana summons, anapelekwa mahakamani. Sasa kule mnaenda kuaju kesi ipi? Kwa watu wasomi waliosoma wanaoelewa, mnaaju kesi ipi? Kwa sababu ilikuwa bado kuna negotiation ya barua tu. Sasa mnafikishana mahakamani. Hata mkurugenzi labda angemwandikia kusudio sijui la kushtaki, lakini sasa unaandika kusudio la kushtaki, mwananchi hajakataa kulipa, ila anasema mpe mchanganuo, maana yake umefeli kutekeleza wajibu wako. Kwa hiyo mimi naomba aliyefanya hivyo na wengine, ili iwe kama rai, tusifanye hivyo, tutamwangusha Mheshimiwa Waziri Mkuu. Yaani sawa sawa na kitu fulani. Namalizia cha mwisho, tunaposema Tanzania tuna ukosefu wa ajira au nchi nyingine kuna ukosefu wa ajira, hiyo terminology mimi nimeshaikataa kama mfikiriaji. Sisi hatuna ukosefu wa ajira Tanzania, ila sisi tunatakiwa labda tunatakiwa kuongeza neno maarifa ya kuchakata au kutengeneza fursa za kutosha za ajira, ili wao walio wengi waende kwenye fursa hizo nyingi. Sio kwamba kuna ukosefu wa ajira, kila siku ukosefu wa ajira, na maana tunaishi kwa kukalili. Hatuwezi kuishi hivyo. Lazima tufike mahali kama nchi tutafikiria kwamba tutengeneze mifumo gani, hiyo mifumo iwe rafiki ili watu waweze kufiti. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, naomba ujumbe huu ufike na huyo aliyefanya jambo hilo. Unajua linafukuta, sisi wengine tunafuatilia kwa sababu ni wananchi ambao tunaipenda nchi. Unafuatilia, unaona hili mbona waziri alishasema, bado tena watu wanaumia wakati tamko lipo.